Katika mwendelezo wa mafunzo ya siku 2 yaliyoandaliwa na shirika la Msichana Tai, mabinti wameendelea kupata elimu ya ujasiriamali inayolenga kuwajengea uwezo wa kujitegemea kiuchumi. Leo washiriki wamepata fursa ya kujifunza utengenezaji wa bidhaa mbalimbali ikiwemo sabuni pamoja na batiki ambazo zinaweza kuwasaidia kuanzisha shughuli ndogondogo za kujipatia kipato. Washiriki wa mafunzo hayo wameeleza kufurahishwa na elimu walioipata, wakisema imewafungua macho na kuwapa mbinu mpya za kujikwamua kimaisha kupitia ujasiriamali. Hii ni News Update Media, Yusuf Shaban, Mwanza. Sasa tunaanza rasmi kwenye mafunzo mengine ya ujuzi ambayo hapa tutakuwa tunajifunza utengenezaji wa sabuni ya maji. Mafunzo haya ya utengenezaji wa sabuni ya maji tumeona kwamba ni ya muhimu sana kutokana na soko jinsi ambavyo limekuwa likizidi kukua. Sabuni imekuwa ni kitu ambacho kinahitajika kwa wingi sana, lakini tu itategemeana na jinsi wewe utaweza kujitofautisha na watu wengine wote, kwa sababu tumeona ya kwamba maofisini wanahitaji sabuni, hospitali wanahitaji sabuni, mahotelini wanahitaji sabuni. Natumaini mafunzo haya yataweza kuwasaidia wote kwenye biashara zenu, ambao mtaweza kuanzisha biashara ya sabuni na kuweza kujiingizia kipato na hatimaye kuwa na uhuru wa kifedha. Karibuni sana, naombeni msikilize kwa umakini ili muweze kutoka na chochote kitu. Kwa majina anaitwa Pascal Anton. Tuko hapa leo kujifunza ujasiriamali, jinsi namna ya kutengeneza sabuni za maji. Na hapa tutaanza kutengeneza sabuni ya maji kwa step. Tutaanza na vifaa vinavyotumika kutengeneza sabuni. Kwa majina anaitwa Abdalla Omali. Ni mwalimu wa batiki. Nimekuja kuonesha somo la batiki kidogo, kufundisha hapa. Naanza kwa vitendo. Kwa majina naitwa Nuru Masanja. Ninatokea shirika la Mwanza Youth and Children Network, kwa kifupi tunaita MSN, inapatikana Msumba Msikitini. Mimi nilipata mwaliko wa kuweza kuhudhuria katika mafunzo ya ujasiriamali. Hivyo basi ninashukuru taasisi ya Msichana Tai kwa kuweza kutualika kuweza kuhudhuria katika mafunzo haya. Kwa kweli mafunzo haya yalikuwa ni mafunzo ya siku 2 ambayo nimeona ni mafunzo ambayo yana tija kubwa sana sana kwa wasichana ambao wapo katika jamii yetu. Wasichana wengi tunawaona wanamaliza form 4, hawana fursa ya kuendelea na level nyingine ya shule. Kwa hiyo wanabaki nyumbani wakiwa hawafanyi kitu chochote. Lakini kupitia mafunzo haya basi nitakuwa ni chachu ya wao kuweza kujishughulisha na ujasiriamali kwa kile ambacho wamefundishwa. Na kitu kingine naweza nikasema kwamba hii inaenda moja kwa moja kwa taasisi ya Msichana Tai, ni kwamba basi waendelee, wasiishie tu kwenye mafunzo, bali waendelee kuwafuatilia ili kuona namna gani ambavyo wale wanufaika wamepata elimu ile na jinsi gani ambavyo wanaweza kutumia elimu ile hata baada ya mafunzo. Habari, kwa majina naitwa Rubna Fadhili Muhammad. Na miaka 17. Ni mmoja wa msichana ambaye nimekuja kujifunza hapa mikono yetu. Msichana ni tai, sio kuku. Katika leo siku ya pili ya semina tumejifunza ujasiriamali wa aina nyingine, aina kutengeneza batiki. Nataka kuonyesha batiki iliyotengeneza. Batiki iliyotengeneza ni hii hapa, kama mnavyoona, ina maua mazuri, ina rangi nzuri, na mimi mwenyewe nimetengeneza maua haya na tumetumia rangi kama unavyoona hizi rangi hapa. Batiki yetu ni hii hapa, kama unavyoiona ilipokuwa nzuri. Moja ya kutengeneza batiki hii ni kwamba wasichana wa Kitanzania wanapenda kuvaa vijora, na vijora vinatengenezwa na batiki. Vijora vinatengenezwa na batiki, kisha hapo tunaenda kushona. Wakuwashauri mabinti wenzangu kama mimi hapa, na washauri mje mjifunze zaidi kutengeneza batiki na vitu vingine katika ujasiriamali. Napenda kuwashukuru sana shirika la Msichana Tai kwa kutuwezesha sisi mabinti hapa, kwa sababu ukitengeneza hii batiki lazima utajipatia ajira na utapata kipato. Kwa majina naitwa Amina Idi. Siku ya leo kupitia mafunzo nimejifunza vitu vingi. Kimoja wapo ni utengenezaji wa batiki. Nilikuwa tunaona nguo za batiki, lakini sijui hizo nguo zinatengenezwaje, unatakiwa ufanye nini ili uweze kutengeneza batiki.
Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza ni kutengeneza batiki, lakini pia kutengeneza sabuni ya maji. Ni sabuni ambazo nilikuwa naziona lakini sijui zinatengenezwaje, unatakiwa ufanyaje. Kwa hiyo mpaka hapa nilipofikia siku ya leo, nikitoka hapa nina uwezo wa kutengeneza sabuni, lakini pia nina uwezo pia wa kufundisha watu wengine. Kwa majina anaitwa Mariamu Hamza. Ni msichana ambaye leo nimefika katika mafunzo haya ni kwa mara ya kwanza, lakini kwangu imekuwa ni kama chachu ya mimi kunitoa katika mawazo yale ya kukaa nyumbani pasipo kujitafutia chochote kitu au kazi yoyote ya kufanya. Kwanza mafunzo haya yamenifunza juu ya ujasiriamali, namna unavyoweza kuwa mjasiriamali, na ujasiriamali si mpaka uwe na mtaji mkubwa. Pia nimejifunza pia kitu kingine jamani, katika kujasiriamali, utengenezaji wa batiki, utengenezaji wa sabuni. Kwa hiyo ninaamini ninapotoka hapa nitakwenda kuwa mwalimu bora kwa wenzangu, au mimi pia itanifaa katika kutengeneza vitu kama hivyo nilivyofundishwa, then nijipatie kipato mimi mwenyewe. Napenda kuwashukuru shirika la Msichana Tai kwa kutupatia sisi mafunzo, na ningependa au ningeomba waendelee kutoa mafunzo haya yasiishie hapa, na hata kwa mabinti wengine, ili iweze kutusaidia sote kwa pamoja. Asanteni sana kwa kujumuika na sisi katika siku zote hizi mbili kuanzia jana mpaka leo. Natumaini kwamba kuna mengi sana ambayo tutakuwa tumejifunza, ambayo yatatusaidia sana sisi wasichana katika kujitafutia riziki, lakini pia itakuwa ni sehemu ya sisi kufikia malengo yetu, na hasa kufikia malengo ya uhuru wa kifedha. Wito wangu kwenu nyinyi, muweze kuwa mabalozi wazuri sana. Kila mtu aweze kujiamini yeye ni tai, lakini pia aweze kuaminisha wasichana wengine pia kwamba wao ni tai. Natumaini kwamba mtaweza kukabiliana na changamoto nyingi ambazo mnakumbana nazo. Mtoto hakika anakabiliana na changamoto nyingi sana. Kwa hiyo mtaweza kukabiliana nazo kwa namna moja au nyingine, huku mkishawishi na wengine waweze kuingia kwenye vuguvugu letu la Msichana ni Tai na sio kuku.